Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema tabia hizi tatu ukizijua zitakusaidia katika maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tabia ya kwanza. Unapokuwa hauna kitu, watu wanasahau kama upo, iwe ni kwenye familia au iwe katika jamii inayokuzunguka. Inapotokea hauna kitu, wanakusahau. Ni kama vile haupo. Hii ni tabia ya kwanza. Sasa katika hii tabia, watu hawatakutafuta wala hawataona sababu au muhimu wa kujua unapita wakati gani katika safari ya maisha yako. Na unapokuwa una kitu, watu wataonekana kwenye maisha yako pale tu wanapokuhitaji. Lakini wakati wewe unawahitaji wao kwenye maisha yako, wanakaa kimya, hawajali. Nini unatakiwa ujifunze kwenye tabia hii? Kwanza, sio kweli kuwa wewe hauna kitu. Unacho, ila bado haujajipata. Na unapoona hii hali ya dharau, hii hali ya kukusahau au kutokuona umuhimu wako kwenye maisha, hii ni ishara ya kuwa muda wa kujitafuta mpaka ujipate umefika. Kwa hiyo hakikisha unajitafuta, unajipata. Kwa hiyo tabia namna hii ikusaidie ubadilike. Ndio maana yake. Ufunuo 2:9 inasema hivi: naijua dhiki yako na umaskini wako. Kwenye mabano anasema lakini hu tajiri. Najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Sasa msingi wa mstari huu uko katika yale maneno yalikuwa kwenye bracket, lakini utajiri. Huyu mtu anaonekana hana kitu. Kwa lugha nyingine, hajajipata. Na kwa sababu anaonekana hana kitu, anakuwa katika dhiki, anakuwa katika umaskini, anakuwa katika matukano, anakuwa katika dharau. Sasa unapoona hali hizo, hii tabia kutokuwa na kitu, na ukishaona dharau, basi hiyo ni ishara ya kwamba unatakiwa ujitafute. Na wakati unachukua maamuzi, lazima ukumbuke kwamba wewe una kitu. Ndio maana msema anasema lakini utajiri. Wewe una kitu. Kwa hiyo dharau, hali ya kuto kusaulika isikusumbue. Tambua una kitu. Tambua hizo ni ishara au ni mawingu kwamba mvua inataka kunyesha, kwamba ni muda wako sasa wa kubadilika kifikra. Ni muda wako sasa wa kuchukua hatua kwa msaada wa Mungu ili kutoka katika hizo hali. Maana wewe una kitu. Wewe una kitu. Kwa hii tabia ya kwanza
lazima uivuke. Unapoielewa vizuri hii tabia, moyo wako hautainama. Unaposikia maneno ya dharau au hali yoyote ya kutokupewa heshima na familia unayotoka au jamii unayotoka, haitakusumbua, bali itakuwa ni hamasa ya kumlingana Mungu, ili Mungu akupatie hekima, ujue ya kupasayo kufanya. Mungu akupatie hekima ili upate kibali na neema ya Mungu uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hii ni tabia ya kwanza. Usipoijua hii tabia, utainama. Utaona watu hawakupendi, utaona watu wanakudharau, utaanza kujiona duni. Kwa hii tabia ni muhimu kuielewa ili uweze kushinda katika safari yako ya maisha. Tabia ya pili ambayo unatakiwa uielewe sana ni hii: kutokupenda hekima ya Mungu. Kutokupenda hekima ya Mungu. Kwa lugha nyingine, anza kuipenda hekima ya Mungu. Anza kuitafuta hekima ya Mungu katika maisha yako. Hakuna kitu kinaua maisha ya watu wengi kama kukosa maarifa ya Mungu. Kama kukosa maarifa ya Mungu. Kile kitabu cha Hosea 4:6 anasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kwa hiyo siku zote unapokosa hekima ya Mungu, kinachofuata ni anguko. Ukikosa maarifa ya Mungu, kinachofuata ni anguko. Vurugu zote ambazo unaziona kwenye ndoa na wanandoa wanashindwa kutatua, tatizo ni kukosa maarifa ya Mungu. Vurugu zote ambazo unaziona katika mahusiano ya aina yoyote ni matokeo ya kukosa hekima ya Mungu. Kuonewa kokote ambako unakuona kwenye maisha yako ni matokeo ya kukosa maarifa ya Mungu. Kwa sababu maarifa ya Mungu yenyewe ni nuru, yatakuonyesha mahali pa kukanyaga na mahali ambapo hutakiwi kukanyaga. Hekima ya Mungu itakuonyesha watu gani wa kushirikiana nao na watu gani sio wa kushirikiana nao. Hekima ya Mungu. Nani awe rafiki yako, nani asiwe rafiki yako. Wapi pa kwenda na wapi sio pa kwenda. Hekima ya Mungu itakufundisha. Zaburi ya 127 ule mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi: Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Anasema kazi yenu ni bure mnaamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Kwa hiyo unapopata ile hekima ya Mungu, inakusaidia ili unapojenga nyumba, unajenga na Mungu. Kwa sababu Biblia inasema hivi: asipoijenga nyumba Mungu, waijenga wafanya kazi bure. Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya mambo mengi yanaonekana ni mazuri, lakini kwa sababu haufanyi na Mungu, unapoteza nguvu zako. Chochote unachokifanya lazima upate hekima ya Mungu. Unataka kuwapeleka watoto shule, lazima upate hekima ya Mungu.
Vinginevyo unaweza kufikiri ndio unawalea, kumbe unawaharibu. Chochote unachotaka kufanya, tafuta hekima ya Mungu. Itakuokoa na taabu. Itakutetea hekima ya Mungu. Kwa hiyo tabia hii ikishaumbika ndani yako ya kupenda hekima ya Mungu, utaona mabadiliko katika maisha yako. Kwa hiyo kutokupenda hekima ya Mungu, maana unatafuta kilio. Usiingie kwenye huo mtego. Jifunze kutafuta hekima ya Mungu kila siku. Jambo la tatu au tabia ya tatu ambao unatakiwa ujue katika maisha yako, sio kila anayekuchekea au anayekupongeza kwa hatua uliovuka kimaisha anapenda mafanikio yako. Sasa hii tabia inakusaidia ili usije ukafungua moyo wako kwa sababu ya pongezi au kuchekewa, ukaacha mlango wa moyo wako, alafu asiyekupenda akaingia kwenye moyo wako, akaanza kubomoa maisha yako. Wakati unastuka kwamba ni adui, tayari uharibifu mkubwa umekwisha tokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo usije ukadanganyika na vicheko, usije ukadanganyika na zawadi na kadhalika. Utaharibu maisha yako. Wapo watu walitoa misaada katika maisha ya watu tofauti tofauti, lakini mwisho wake hiyo misaada ikawakiliwa. Kwenye maisha yako usiwape nafasi watu kujua mipango ya maisha yako, bali acha watu waone matokeo ya mipango uliokuwa nayo. Siku zote angalia mbele unakoelekea kimaisha. Kuwa na nidhamu, fanya kazi kwa bidii. Acha Mungu akuinulie marafiki, acha Mungu akushauri, acha Mungu akuelekeze, acha Mungu akuonye kwenye maisha yako. Itakusaidia sana. Itakuvusha pakubwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo siku zote, sio kila anayekuchekea au anayekupongeza au anayekusifia kwa hatua uliovuka kimaisha basi anakufurahia. Sio wote. Tabia hii itakusaidia sana kuwa makini na kutokuruhusu adui au asiyekupenda kuharibu maisha yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.